Unajua kuna vitu zingine katika wokovu unaifanya na baadaye unaanza kupata kichapo, unaanza kulaumu huyo pastor ni ameniombea mabaya. Hiyo kanisa sihitaki. Kuna jambo moja tukiwa bado wadogo, yani tukiwa bado wadogo hivi. Utavuna ulichokipanda. Utavuna Wangapi wanajua hiyo wimbo? Kumbe hapa hakuna wazee. Ni nini tu? Mbona usiinue mkono juu? Nikisema wangapi wanajua hiyo wimbo, weka mkono chini. Wangapi wanajua hiyo wimbo? Hebu nione. Tulibarikiwa enzi hiyo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo twende kwa kitabu cha Wagalatia turudi kwa Warumi 6, tutende kwa Wagala. Warumi pia walikuwa na mambo yao, wakapewa mipangilio na neno la Mungu ili wakae jinsi inavyotakikana. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 6 anzia mstari wa 22. Warumi 6:22. Lakini sasa mkisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Pigia Bwana Yesu makofi. Neno uzima milele litamkwa hapo mara ngapi? 2 times. Rudia vizuri. Warumi 6:22. Lakini sasa mkisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Shikilia hapo. Tukisha takaswa, tukisha samehewa dhambi zetu, tukisha mkubali Mungu, sasa tunakuwa watumwa wa Bwana. Sio tena watumwa wa wanadamu. Kuna watu bado katika wokovu bado wamefungwa katika hali ya utumwa wa wanadamu. Ni ukweli ama uongo? Bwana Yesu asifiwe. Unapata mchungaji ameinuliwa na kipawa fulani, sasa amegeuza sasa watu kuwa watumwa wake. Tukishanunuliwa kwa damu ya dhamana, sasa tumekuwa miliki ya Kristo. Tumekuwa watumwa wa Kristo. Hatui tena watumwa wa kufanya maovu. Hatui watumwa wa kutenda dhambi. Bali sisi ni watumwa wa Kristo Yesu. Ili tupate uzima wa milele. Wakati unafanyia Mungu kazi hapa, unaosha kanisa. Wewe ni mtumwa wa Kristo. Unaosha kwa ajili ya uzima wa milele. Sio kwa sababu unaogopa jehanamu. Kuna watu wanaogopa tu kwa sababu wanaogopa kwenda kwa moto. Bali hawaokoki ili wapate uzima wa milele. Kwa vile walisema usipogopa nenda jehanamu, ndio utakaokoka. Kama uliokoka katika mtindo huo, hiyo ni mlango ya nyuma. Okoka vizuri. Okoka cha ukweli. Ya kwamba unaacha dhambi upate nini? Uzima wa milele. Hiyo ndio lengo Yesu akaletwa duniani, akawa msalabani ili tupate uzima wa milele. Sio uzima, pana tofauti ya uzima na uzima wa milele. Unaweza kuwa na uzima na huna ule wa milele. Uzima unganisha uwe wa milele. Malizia 23 hapo. 23. Ndio. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti,
bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Wewe unataka utende dhambi na tena huku unataka uendelee kuishi. Huwezi. Sababu wenye wanatenda dhambi bado wako katika hali ya utumwa na hawezi pata uzima wa milele. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Ninataka niingie mbinguni lakini dhambi yangu sasa kuiacha. Ukiambiwa korofi ni mbaya, unaambiwa pasa kemea hizo zingine, na unachagua hizo zinakemewa. Lakini unajua nakupa faida, pasta vibakishie hii. Ndio kila saa ukianza kugombana, siku ya simu yangu itainuka. Na unaokoka. Unataka uzima wa milele. Bula ruwange ndio. Atajua ni ajui. Na huko mwokomo unapoenda mbinguni. Mimi na ndugu yangu tu ikichomoka tu. Huyo pasta anijui vizuri. Hawezi kunizoea. Bwana mimi si baba yako. Mimi ni mchungaji. Nitatumia fimbo, nitatumia neno la Mungu ukutoa ujinga. Na ikienda sana neno la kubatiza. Amen. Ili upate uzima wa milele, lazima utafute karama ya Mungu. Na karama ya Mungu ni kumwamini. Karama ya Mungu ni kumwamini Kristo. Kumwamini mwana huyu ili upate uzima wa milele. Kuna watu wamekuwa waumini hapa, wengine wametoka na wamekufa. Mtu anatoka na maliza mwaka miezi 3 anakufa. Akishaaga dunia wanaanza kushikwa na uoga. Penye nimetoka pale, pasta ameniombea ama ameniua. Ukimfufua umuulize nini maana neno kuua, atashindwa hata kujibu. Salimia jirani yako. Naona anapima shamba. Chukua hiyo, chukua hiyo. Haleluya. Amen. Ukiona mambo kadhaa yanakuandama, hata kama wewe ni mchungaji, hata kama wewe si mchungaji, tengeneza mambo yako na Mungu immediately kama kujaharibika. Kama kujaharibika, tengeneza mambo yako na Mungu. Sauli ni mfalme wa Israeli wakati ule, na kaenda kinyume ya matakwa ya Mungu, na mwisho Mungu alimwacha akafa na akazikwa kama umbwa. Wote ambao alikuwa mfalme akazikwa kama umbwa. Hakuna heshima unapewa wakati ya mazishi ya mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa kanisani, ukitaka mambo mazuri yatendeke katika maisha yako, tenda mema. Ukitenda mema, utavuna mema, na ukitenda mabaya, utavuna mabaya. Huwezi taka kuongea vibaya juu ya mwenzako alafu matokeo yatokee mazuri. Haiwezekani na haiwezi tendeka katika maisha. Ukitakia Deacon mazuri, Edward hapa, ukimtakia mazuri, utavuna mazuri.
maana umepanda mazuri kwake. Lakini ukimtakia mabaya, utabeba mabaya. Mimi naona wengi wametakia mabaya na mwishowe au ndo wanavuna. Hata kama umeokoka, ukiona jaribu linakuja, uongee vibaya juu ya mchungaji, juu ya mama, juu ya mwenzako, juu ya fulani, juu ya kiongozi yote hapa ndani, unaanza kuongea mbaya, ujue ni mtihani imeletwa. Majaribu yameingia. Sasa ni wewe ufanya hiyo mtihani. Na mtihani ina tatizo kwa wanafunzi. Chenye kisababisha wanafunzi waonekane walifanya mtihani vizuri au vibaya ni matokeo. Sema matokeo. Wanafunzi wote wamefanya mtihani Kenya nzima, wamefunga milango, wameenda nyumbani. Sasa tunasubiri matokeo. Sasa matokeo nitaonyesha mtoto wako alikuwa anacheza shuleni ama alikuwa mwerevu darasani. So katika safari ya wokovu kuna changamoto unazipitia kwa sababu ulipewa mtihani na hukufanya mtihani vizuri. Mabaya yakazalika, yani matokeo yakatokea. Unaua mtu sahi, unauawa. Matokeo inakuja kuandama watoto wako, wanaanza kuchanganyikiwa. Wakati nilikuwa nashughulika mambo ya shamba, nimekutana na watoto wa Savea wengi ni mazoriko barabara. Wengine wanaongelea maji machafu. Nikamwambia leo kwa karibu na mimi, haya ni yale matokeo yenye wazazi wao waliwacha. Walinyanyasa watu kwa mashamba, waliungana na wengine kuibia wengine mashamba. Sasa imewageuka. Sasa matokeo ndio haya, watoto wao wanavuna. So fanya kitu ambacho kitaleta baraka mpaka kwa watoto wako. Ukitenda mema maishani, watoto wako umewawachia mema. Uking'oa mpaka ambaye wazee waliweka, utapata matokeo. Huwezi kaa unaongea vibaya vya pastor, alafu kichapo kikianza kutembea kama nguruwe ndani ya msikiti, unaanza kusema pastor huyu ananiombea mabaya. Hakuna kaombi nimwombea mabaya, ni wewe ulipewa mtihani ukaifanya. Sasa matokeo ndio hayo. Umelitoa mtihani, usiganya pastor ni mzuri, hiyo unakewa A. Ni mbaya D. Ni mbaya zaidi C. Wewe unachagua katika hizo nne, unachagua moja. Wacha sasa ndio kusahihisha mtihani, asahihishe akuletee pasenti umepata. So kuna hatari. Wewe kijana huko hapa unasumbua mzazi, wewe wa kike wa kiume, anakuonya hii, anakukana hii, hausikii. Ngoja, ni mtihani umepewa, matokeo wakati utaipata. Kuna wale walianguka mtihani katika wokovu, tujifunze kwao. Tuone matokeo ya kwao yakoje. Bwana Yesu asifiwe. Make sure mtihani kikuja, pengine umetembelea mtu kwake, simu ikawekwa hapo, mwenye simu akaenda msalani, kurudi anapata simu, umeshachukua, umetoa line ndani, umezima, umeficha. Na kumbe nyumba ya jamii kwa CCTV imekuona. Wewe unang'ang'ana, haki sijaona, haki ya Mungu. Weka Biblia niruke. Yaani unaongea maneno mengi. Mtihani ushaanguka. Wacha matokeo kuja ithibitishe ya kwamba umeanguka mtihani. Ile kofi unapata ya kwanza ni kuonyesha mtihani umeanguka, matokeo. Jona watu wengi kanisani wanafeli wakishafanya mtihani. Mtu anakuja anakuambia, "Umeonaje huyo pastor?"
Hiyo kweli yako na roho. Roho inatoka. Hata vitu anaongea hapo ni ugesi. Wewe jua mtihani umeingia, ukubaliana nayo ama uikatae. Ukiikataa matokeo yanatoka mazuri, ukikubalia matokeo yanatoka mabovu, kwa sababu umekubali kunena mabaya juu ya mtumishi wa Bwana. Sodoma na Gomora yazili wakafanya usherati, usagaji na mambo machafu machoni mwa Bwana. Katika huo mtihani matokeo yalitokea mabaya, mauti. Kama uko kwa line FB yangu nimepost, jana nilifanya kazi ya kupost. Nizungumzia mambo mazuri kabisa, ambayo itakusaidia. Matokeo ndio yanamaliza watu. Mchungaji unaendesha kanisa vibaya, matokeo yataleta vita katika maisha. Umekuwa na tamaa, uwe na mali nyingi, unaenda kulimasha, unapewa mashati, tunataka hii na hii na hii, unakubaliana nayo, mwisho matokeo yanatokea kama watu kwa boma wote kusha, kwa sababu mtihani ulikuja ikakulemea. Matokeo yatakatokea mabaya. Wagalatia 6:6 mpaka 7. Wagalatia 6:6, mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Shikilia hapo. Wewe sasa ni mwanafunzi kwa hii darasa. Bwana amekuleta kwa hii mlango uje ujifunze, ufunzwe na mambo yako. Mshirikishe mkufunzi. Ndio nilikuwa naambia wengine msifanye ibada kiholela holela mpaka mnihusishe. Hawakusikia. Matokeo yalipotokea mfajue ikafanya kazi ambaye ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ushirikishe mambo. Kama unafanya ambia mchungaji kuna mambo fulani yananitokea, labda ni maono yanakuja hivi na hivi, wewe sasa umesema class, sasa uko na roho ya Mungu. Kumbe ni wewe jinsi ni shamba ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kupea watu masharti. Mimi nimeona mambo mengi. Kuna mtu alinichokoza na akanitukana, lakini saa hii wanakula matokeo. Na mtu anawaona, ujue huyo ni mtumishi wa Mungu. Hamjaijua. Wapi? Pasta nani? Ninaambia Mungu kibarua ndio imeingia. Mungu naye wacha nishughulike na kibarua. Sasa hivi wanalala njaa. Shida ndio imezunguka. Hakuna hata pesa kwenda kinyozi. Mungu anapiga mpaka banki yote. Mimi niko na kusaidia, sema najivuna hapa, na kusaidia kenye kiko. Venye viko. Wanapo alikuwa Tabaka, ule kijana alikuja kaomba msamaha. Yule Mkongo asili wa Mganga, piga keyboard. Si alikuja mwenyewe akakiri. Liongea mbaya juu ya pasi. Napitia akitembea nasikia sauti. Rudi kwa mtumishi wangu. So chochote ambacho
linahusika na Mungu, wacha kuifanyia mzaha. Wakati unafanya mgomo kwa kazi ya Bwana na wewe unajua unajijua mwenyewe moyoni umeitwa ufanye kazi ya Bwana ama umechaguliwa kufanya kazi ya Bwana, unaleta mzaa mchezo. Wacha nikwambie ni mtihani, na matokeo ikitokea ndio utajua umepita ama hujapita. Jamaa alilia machozi mpaka nikamhurumia. Alipokuja kwa nyumba, mama akamwambia kanisani. Nikupata ripoti kasema ndio umeeleza mwelekeo gani kanisani, aeleza wapi. Mimi alikuwa anaongea wapi? Sababu mtu ambaye alimpea vitina alimweleza hivi, unajua pastor aliua mtu. Aliua pastor yake akabaki na kanisa. Sasa wewe pia mtoto wako ataua. Jamaa kaacha bili ya hospitali. Ilikuwa analipia mtoto wake mgonjwa bili. Akatoka kaenda. Sasa hapana kaka tu mjinga, una vitu kama neno. Vitu vingine unachunguza. Ukiona huyo pastor, kwani atakisimama hapa akiongea tu watu wanafunguliwa? Hapana. Mimi nilifunguliwa hii maneno. Wewe pia unaanza hata pia mimi nasitakaje hata kusema. Hii kanisa iko na maneno, ukianza tu kuongea, uongee ili tujue wewe wa kweli. Kuliko wale kwenye dirija ya. Kama ni mwerevu, tubu mapema, muombe Mungu msamaha. Mnakumbuka mtu alikuwa anaishi kwa mabati hapo. Mnakumbuka? Siku moja alikuwa anapitia. Bwana akaamua kutapa nyuma kuanzia juu mpaka chini. Wewe ongea mtu ambaye anakuombea, wale kusema anatumia nguvu za giza, hata kumdondoa nini. Uzuri wangu nilipewa neema ya kusmile na kunyamaza. Sasa utaelewa. Usione simba amepenya neno ukadhani anacheka. Atakurarua. So heshimuni viongozi wote walioko hapa. Kiongozi yote alichaguliwa hapa, umheshimu. Kumnyoshia mdomo kama bata. Hiyo. Matokeo, hakuna aliyekuroga, hakuna aliyekuongea kwako mabaya, hakuna aliyekuombea mabaya. Ni matokeo yako ndio unaivuna. Waliopiga kanisa vita area wengi mpaka saa hii wanavuna matokeo na wanaikula kwa jua, kwa mvua, kwa kivuli, kwa jua, wanaikula mpaka saa hii. Waliamba basi kanisa itahama, hao ndio wamehama. Matokeo, sema matokeo. Na kama waliungana nao na bado umejijadili hapa ndani, my brother, my sister, kula matokeo yako polepole, hata usiniambie karibu basi. Yule jaji ambaye alimpigia kashi 40,000. Unajua nilitokea kwake. Alipewa mgomo mbaya sana. Kiliumana. Aliambia huyo ataona moto. Simwandiki barua kwenda juu. Yeye mwenyewe ataona hapo mgomo. Msina mgomo ilikuwa karibu siku 20. Mawakili watu wamegoma wataki kesi yake. Hawafanyi. So, kila ambacho unacho kipanda kwa ajili ya mwenzako, ujue utakivuna. Soma 6:7 Wagalatia. Wagalatia 6:7. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu, sikia neno, chochote, iwe ni kucheka mtu, kusengenya mtu, kufionza
ili uepuke balaa zingine zikuandame zikuumize. Wakati unakazia mtoto wa mwenzio asisome, mtihani unaingia, muogopa, fanya mtihani nzuri ili matokeo yakija yasitokee jinsi imeandikwa, yatokee mema wala si mabaya. Ukiwa na tabia ya kunyang'anya waume wake zao, hata Torati imesema aje? Daudi alikuwa anachukua wake za watu, pia wake walichukuliwa. Sasa usitarajie unafanyia mtu maovu alafu unatarajia mema. Hata wewe mke na mume katika ndoa, wakati unafanyia mke wako au mume wako mabaya, utakuja kuona matokeo. Kuna mama mmoja alizoea mume wake anakuja jioni akiwa mlevi, amelewa, mpaka akijua anapima mashamba, hii yangu, hii yangu, hii yangu, hii ni kubwa, pumusa. Bwana akikuja direct kwa malasi. Bwana akiamka asubuhi anahisi njaa, mke wangu. Na si ulikula jana, ilikula saa ngapi? Siangalia mkono hauko nao. Kumbe alivyoingia kapaka ugali, kakaukia hapo. Inakaa kama scratch, inaweza hata scratch nayo wewe. Sasa siku moja huyu bwana akajajaruka. Kwa hakika najua jala chochote, sio kama kawaida. Siku nenda siku rudi, mtihani kwa mama okoka. Wewe siku moja mzee akapanga, sema akapanga njama, sema njama. Sasa nataka kutangaza matokeo ya mtihani. Kisha kama ndio kawaida wakizuni. Chukua kale ka ugali, kwanza kupaka ugali. Anamalizia mwisho, wewe si nimekupata. Jamani, ngoma kama njugu ndani ya kini. Mume wangu nisamehe, sitarudia. Na alikupea mwelekeo mama kanisa. Matokeo yapi yalitokea kwa huyo mama? Si alipigwa? Kwa hiyo usiwahi dharau mtu yeyote ambao unamuona unaweza kumdharau ati hawezi. Hujui kesho utakutana wapi. Mimi hata mpaka sasa wale watu wanatoka speli kitambo wakiongea matope, jana napigiwa simu pastor nisaidie maombi niko hila hii. Hata ukitoka hapo ongea mazito juu ya Pastor James, na kuhakikishia tutakuja kukutana. Kama uko na ubaya na mimi niko na wema, na hiyo wema ulioitusi itakusaidia na utatoka hapo kama umeaidika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unafunza watoto wako mienendo isiyokuwa nzuri, wakishakuwa wakubwa, sasa umeshindwa kuwanyorosha au kuwadhibiti. Unaanza kulia nana ndio watoto wangu. Sasa tunaanza kuona matokeo ni mabaya. Wanakuibia pesa, Christmas imefika, ameshachukua ng'ombe, kijana anapeleka kumala, ameuza pesa kwa mfuko. Na anakuambia ukiendelea sana na kuua, hayo ni matokeo kwa unafunza watoto wako. Sasa ndio hayo wameyapata. Maana chochote apendacho mtu ndicho anachokivuna ama atakivuna.
ulichokipanda, maana yeye Mungu hadhihakiwi. Utavuna ulichokipanda, maana yeye Mungu hadhihakiwi. Utavuna ulichokipanda. Ndio wazee na misemo yao wakasema aje, aliye juu mngojea wapi? Chini. Na aliye juu ni nani? Ni Mungu. Sisi tunamngoja hapa kwa vitendo vyetu vizuri na vitendo vibaya. Tunamngojea wapi? Hapa chini. Si ati wewe ndio msemi ongea juu yako. Wewe nani? Wewe uko juu hapa na uko duniani hapa. Aliye juu ni nani kabisa? Tumngojea wapi? Hata mimi miongoni wa kungoja na mngojea hapa. Hata Muhammad mwenyewe kwenye Qur'ani anasema ya kwamba mimi nangoja na niko miongoni mwao wangojao. Yeye anangojea pale makaburi. Sijui unamngojea ukiwa upande upi? Hata kama wewe mtu alikukosea, usijiulize bwana, fika wakati na kufichana na mchungaji. Mchungaji sio mtu wa kupambana naye ama kukorofishana naye, utaumia. Maana vitu unavyopigana wewe huwezi.